Haya, naam mtazamaji, ni Alhamisi ya tarehe 6 Novemba ikiwa ni mwaka huu 2025, ikiwa zimekatika dakika 11 hizo baada ya saa 1 asubuhi na kusabahi. Mtazamaji hujambo na karibu kwenye West TV Stafta. Hii tutakuwa tunaandamana na wewe kuanzia sasa hivi hadi saa 4 asubuhi. Karibu, na hii leo studioni ni naye rafiki yangu ambaye atakuwa ananieleza mawili matatu kuhusiana na masuala mengine ambayo tumezungumza. Wale vijana wanasema kwamba tunazungumza chini ya maji. Atakuwa ananieleza mambo fulani kuhusiana na chama cha DAP Kenya. Tutakuwa tunazungumza kuhusiana na yale ambayo yanafanyika kule katika kuna kura ambazo zitakuwa zinapigwa kule eneo la Malava au now talking about United Opposition joint candidate for Malava, Magarini and Mbeere North constituencies. Studioni ni naye Josephat Alila Moti ambaye atakuwa anatufahamisha kuhusiana na hali ilivyo katika chama cha DAP Kenya. Yeye ni mkurugenzi wa mawasiliano katika sio chama cha DAP Kenya lakini Tawe Movement, yani Director of Communication Tawe Movement. Atakuwa ananieleza Director of Communication Tawe Movement. Amenieleza kwamba Tawe Movement sio chama lakini it's just a movement but it's not a political party. Karibu studioni bwana Josephat Alila Moti. Asante sana kwa kunikaribisha siku ya leo hapa ili tuweze kuzungumzia mambo ambayo inahusika na watu wetu wa mkoa wa Magharibi, na sio tu watu wetu wa mkoa wa Magharibi peke yake, hata wale ambao wageni walikuja kwetu kukaa nasi kama Wahindi, kama watu wengine wale wanakaa katika mkoa wa Magharibi. Tusiposahau jamii yetu kama Wasabot, Wateso, tuko nao huku mkoa wa Magharibi, na tunashukuru Mungu kwa sababu bila Mungu sisi wenyewe hakuna chochote tunaweza fanya. Yeah. Umeniambia kwamba wewe ni mkurugenzi wa mawasiliano katika kule Tawe Movement. Wewe kazi yako haswa ni gani? Kwa sababu kuna wale wanasema kwamba Tawe Movement it's not a political party but it's a movement within a political party. Yeah. Mimi ni mkurugenzi wa mawasiliano. Nimeanzia Vihiga. Ndio ninashughulika Vihiga County, ndio ninashughulika sana na hayo mambo ya Tawe Movement. Mambo ya Tawe Movement ni movement ile ambapo tunataka ilete mabadiliko katika zaidi mkoa wetu wa Magharibi, na pia upite mpaka iende paka Kenya yote. Na ukiona mambo tunazungumzia kuhusu Tawe ni kuchoka, watu wamechoka. Punda ilichoka na sasa inasema Tawe. Kuna viongozi ambapo sisi tumekuwa nao, kama mimi nimeanza kazi kufanya na aliyekuwa Masinde Muriro, nimefanya naye kazi. Nimekuja nimefanya na Wamalwa kijana, nimefanya naye kazi. Nimefanya hata na wakina Kombo kazi, tunajuana, tumefanya nao kazi. Nakumbuka sisi tumetengenezea watu wengi sana njia za kwenda mbali, lakini watu wetu wa mkoa Magharibi tunabaki nyuma. Na tunabaki nyuma kwa sababu hatuna uongozi uliopo mzuri, yule uongozi wa kusaidia mtu wa chini. Uongozi yule tuko na ni uongozi wa watu individual, wanafanya vitu zao kibinafsi, hawajali mtu wa chini, hawajinyimi. Unakumbuka kama the late Vice President Wamalwa kijana, watu walikuwa nacheka yeye ni maskini,
Kwa sababu ya nini? Alikuwa anajitolea. Unapata asubuhi namna hii kule Nairobi Kileleshwa, watu wameketi kwa mlango, wa Somali nini, wameketi kwa mlango, na Wamalwa anawapikia chai, anawapa kila kitu, mpaka Wamalwa anarudi anakosa kitu hata kwa mfuko, hata anakopa kwa ajili ya kumpa watu wengine. Ile roho ya watu kama Wamalwa ilienda wapi kwa vijana wetu wale wako kwa ministries kubwa? Kama ukiangalia Musalia Mudavadi, Musalia Mudavadi yeye amesimamia mawaziri wote, yeye ndio mkubwa wa mawaziri wote katika nchi yetu ya Kenya. Na yeye hata akitembea mahali popote, hata akitembea hapa Bungoma, huwezi kusikia Musalia alikuwa hapa. Lakini unasema kwamba kila kiongozi ana njia yake ya kuongoza. Huwezi niambia kwamba Bwana Josephat, kwamba wakati ambapo wewe unapata nafasi ya kuongoza na kisha baadaye mimi nipate pia nafasi ya kuongoza, lazima niongoze kwa njia ambayo wewe ulikuwa unaongoza. Kila mtu ana njia yake. Iko njia yake. Lakini kama wewe ukiona wewe ni kizingiti, wewe njia yako sio ya kupanua njia, nafasi kwa watu wengine, ni vizuri hata wewe mwenyewe uangalie uone, hapana, hapa mimi niko na nafasi nzuri, lakini siitumii kwa watu wetu vizuri. Naona for example, mimi nilianzisha mambo ya mashabiki kupiga simu kwa maredio. Mimi nilianza na VOK wakati wakina Anunda Sako, wakina hata Caleb Memo, tukiwa kule tunapeleka, tulikuwa naandika kadi tunapeleka, tunasomewa bila kupiga simu, mpaka wakati Royal Media ilikuja na tukapata FM stations. Sasa hiyo mimi nikaingia, nikapeleka mizizi, nikaanza kupiga organize kupiga masimu na kufundisha wenzangu mahali popote katika nchi hii ya Kenya, kufundisha wenzangu kuambia tunapiga hivi simu. Nilikuwa natembea huku ndani nikiambia watu, nikiorganize watu, ninaita watu, kwa sababu ukiwa kiongozi fundisha watu wengine. Sasa saa hizi wale watu wanapiga simu kwa maredio ni watu wengi sana, wanaongea mambo kupitia kwa yale mimi nimefundisha. Kwa hivyo ukitaka kuwa kiongozi, ni vizuri uwe kiongozi yule ambao unaweza kufanya watu wengine wenzako waweze kufaidika. Lakini nakumbuka Spika wa Bunge la Taifa Moses Masika Wetangula na pia mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi walizungumza wakati mmoja, wakasema kwamba hawa hawajazuia mtu yoyote. Hawajazuia mtu yoyote kupata nafasi ya uongozi, kutafuta kila ambacho anataka. Wao wapo katika uongozi, na iwapo wewe unaona kwamba pengine hawafanyi kazi, basi wewe pia una nafasi yako, unaweza pia wewe anza katika nafasi fulani na ufike mahali ambapo unataka kuwa. Hawajazuia mtu yoyote. Hawajazuia mtu yoyote. Yes. Lakini wakati wewe unataka kutoka na wanataka kukuchapa kurudishe chini, hiyo ndio makosa watu wetu wanafanya. Ukienda wanafanya hivyo. Yes, wanafanya. Juzi umesikia hoteli hapa ya mheshimiwa hapa Majimbo. Mchana peupe hoteli inaenda inavunjwa. Ilivunjwa na wakina nani? Si ni opposition, si ni watu wale ambao wali-organize hiyo vitu. Wewe mchana unaweza kwenda kuvunja kitu ya mtu kama hiyo. Tunasema ukweli ni kwamba Kenya hii na watu wetu wa magharibi tukubali mabadiliko, na mabadiliko hii itasaidia wale watu wengine wote walioko. Naona kama mtu kama George Natembeya, gavana George Natembeya, tulimtoa kwa kazi ile alikuwa anafanya, tukamwambia kuja simama Trans Nzoia uchukue ugavana, uanzie hapo mambo ya siasa, na tukamleta tukamuingiza hapo. Ile kazi amefanya hapo, tumeona huyu sasa tumpeleke tena juu, na tumemsikilia hatoki bure. Uliona juzi tulianzia Vihiga, tuliorganize Vihiga, tukaleta yeye kabisa, tukamwekea mkono, tukamwambia sasa wewe ondoka. Tukatoka hapo tukaenda Mumias. Na Bwana Josephat, nitakatisha kidogo tu, nataka uniweke wazi kidogo. Wakati ambapo tunazungumzia vuguvugu la Tawe, umesema kwamba wewe ni mkurugenzi wa mawasiliano katika vuguvugu hili, na tunajua kwamba Tawe ni vuguvugu tu, lakini wapo katika
katika chama cha DAP Kenya. Huoni kwamba pengine ile vuguvugu linaleta mvutano kidogo ama kiasi fulani katika chama cha DAP Kenya? Hakuna chama, hakuna mfurugano. Ukiona mahali yani ukiweka tuseme mayai kwa kikapo kimoja, lazima utapata inagongana na kugongana. Hiyo haimaanishi wewe unakata safari yako, unaharibu. Hautaharibu, utajua lazima ile kitu cha kufanya. Hiyo inaonyesha kuna kitu imejitokeza huku Western, na DAP inakuja inasonga saa hii, kusonga na ile tunasema wale watu wako kwa DAP party ni kwamba tuelewane, tujue vile tunatunza hii party, kwa sababu ndio ile tuko nayo saa hizi, na ile kung'ang'ana. Unajua saa hii Mheshimiwa Eugene Wamalwa ndio party leader wa DAP, lakini kwa sababu tumeona kwamba Eugene yeye ni party leader, lakini ile watu vile wamesikia natembea, mazungumzo matembea, anasema na maono ya matembea hako nayo, tunaonelea kwamba kwa hivyo kile ambacho najaribu kumaanisha kwamba yule gavana wa Trans Nzoia George Natembeya anazungumza yale ambayo wakazi kutoka eneo la magharibi wanataka kuyasikiza. Hata Kenya mzima, sio wakazi peke yao. Mimi ninafanya kazi paka kule kule Laikipia. Mimi Wasamburu, mimi wale nakaa nao, wale Waturkana huko na Wakikuyu huko, wanasema this is a man because he has worked with them there before, na wanajua huyu ni mtu. Ukienda huko Narok, Natembeya jina lake ni Natembeya. Ili kitu tunataka tu kama watu wa mkoa wa Magharibi ni kumshikilia, kama sisi wazee tumshikilie hapa, akanyange hapa, apande kule juu. Hiyo ndio sisi tunazungumzia, na hiyo tumetoka, na gari hairudi nyuma. Gari yetu haina reverse. Lakini unajua kwamba kutakuwa na vizuizi, resistance na tayari imeanza, kwa sababu umesema kwamba mlianzia kule Vihiga wakati ambapo nakumbuka alikuwa kule Vihiga wakati mmoja, lakini ni karibu mwezi moja inaelekea mwezi mbili. Lakini na wazee wakampa ile nafasi, wakasema kwamba yeye ni kama kiongozi, the kingpin wa jamii ya Mlembe. Hata na wazee pia walijitokeza wakasema kwamba sisi hatujui hayo. Wazee walisema hivyo, lakini wajatuletea wetu wao. Sisi tumeleta wetu, so haina shida. Hata wao wanasema hawatambui, watuambie wao ni nani. Naona kwa sababu wewe kumbuka, Atuoli miaka karibu 10 iliyopita alituwekea Musalia Mudavadi kule Kakamega, akasema huyu ndio atakuwa kingpin wa Waluhya. Kutoka huko Mudavadi alitoka hapo siku hiyo, hakulala hakwenda hata kwake. Na ukiwa kiongozi umepewa uongozi, unaenda unapeleka nyumbani. Na tangu siku hiyo paka saa hii, Mudavadi aliita mkutano mwingine mahali ukasikia kama kingpin. Mzee yule, wazee wale wanaharibu Kenya. Watu wetu wa mkoa wa Magharibi ni wazee wale wanafanya vitu kama vile mzee wa Tuoli anafanya. Bwana Ali Lamot, nataka tuzungumze kiasi kuhusiana na, umezungumza vizuri na hilo limenipa nafasi ya kukuuliza hivi. Kuna hawa viongozi, Speaker Moses Masika Wetangula anasema third in command, na pia kuna mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi. Hao ni viongozi ambao tuko nao pale juu. Kuna gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ambaye amejitokeza and he seems to be resonating well with the people. Lakini kwa sababu sisi ni jamii moja, jamii ya Mlembe, mbona hatujapata hiyo nafasi, ama hawa viongozi hawapati hiyo nafasi ya kuja pamoja na kusema kwamba mimi nimeacha yangu, mimi ni mdosi fulani, mimi ni speaker, mimi ni mkuu wa mawaziri, mimi ni gavana, watu wananisikiza. Mbona tusije pamoja na tuseme kwamba tunaweza tengeneza ama tuunde chama moja, sema kwamba huyu atazungumza kwa niaba ya jamii? Mbona kujawahi kuwa na huo muelewano?
Ni mwelewano wa watu wetu kuwa pamoja inaletwa na watu, kukosa kuwa pamoja inaletwa na watu wa nje, sio watu wa jamii yetu. Wakati watu wa nje walikuwa wanatutumia vibaya, for example, unajua watu wetu wengi, watu wetu wa Western walikuwa na abudu watu wa nje. Umeona kama ndio sababu unaona kama ODM na rafiki yangu anaitwa Job Bonya, yeye anawaita political followers. Yes, political followers. So watu wetu ni watu ambao hawako, na pia walikuwa napotea hivyo kwa sababu hawakuwa na mtu wao wa kuwazungumzia. Unaona watu wetu wengi wanaenda DAP, wanaenda ODM, watu wetu wengi unasikia wameenda UDA kwa sababu hawakuwa na mtu wao wa kuwaweka pamoja. So ile vile unaniambia mheshimiwa speaker, yule mimi na respect sana. Mimi tumefanya na speaker kwa Ford Kenya office, Agnes Kodek, Odinga Dinga House na Kombo, tumefanya nao kabisa. Na ile kitu mimi ninasema saa hii yeye ni speaker, Musalia ako pale, Wetangula ni third command kwa government hii. Musalia pia anajiita third. So ni third, tutakuwa ni nani yuko third hapo? Ni nani yuko third? Alafu tena wakijitokeza hawasemi tunataka tufanye watu wetu wawe hivi. Sisi wakati huu tuko na kura zaidi milioni 7 zile ambao tuko nazo, tunataka tumpe George Natembeya, tumwambie kaa nazo kwa meza ya kitaifa. Hiyo meza kama haina nafasi, tuvunje hiyo meza, tutengeneze ingine. Si wakati tena wa kurudi nyuma tena tuende kuinamia watu wengine. Hapana. So ile kitu tunafanya sahi kwa movement ya Tawe ni kwamba tunatengeneza ili hata kama Natembeya akitoka na party yoyote hata ikiitwa Masoria party, Natembeya ako na following. Kuna uwezekano mkubwa sana, pengine nisema 80% ama 90%, sijui, kwamba jamii ya Mlembe haitamtoa rais wa nchi ya Kenya mwaka 2027, pengine deputy president. Lakini kuna wale wanahisi kwamba, kwa sababu nilimsikia yule msaidizi wa rais Faruk Kibet akizungumza, mara nyingi yupo hapa katika kaunti ya Kakamega kwenye kampeni za uchaguzi mdogo, kampeni ambazo nafikiri zitapigwa tarehe 29 mwezi. Alizungumza akasema kwamba sisi ni majirani. Baada ya William Ruto, Moses Masika Wetangula, tutampa Moses Masika Wetangula usukani. Mbona tusiamini matamshi haya na tuseme kwamba kwa sababu mwaka 2027 tuone kwamba kama tutakuwa na kiongozi wa nchi hapa eneo la magharibi, wacha tungoje 2032 sababu speaker yuko. Ndugu yangu, mimi wacha nikwambie, kusema ukweli, uongozi ya upeanwi. Ukingoja hati Masika Wetangula atapewa, Faruku ni nani ampe Wetangula? Who is Faruku? Faruku ni msaidizi wa president. Faruku ana uwezo wa kumpa mtu uongozi. Uongozi unapigania. Hata nashukuru mheshimiwa the former governor wa hapa alikuwa anasema a leader emerges. Uwezi kuenda tu watu unapewa. Vile Natembeya amejitolea, watu wengi wako wanajua Natembeya ni nani. A leader unajitolea, ukishajitolea basi mambo yako watu wanasikia. Lakini sasa Faruku akituambia mwaka wa 2032 ndio atampa Masika Wetangula nafasi ya kuwa president, uongozi haupeleki hivyo. Uongozi haupeani, uongozi unatafuta. Masika lakini anayo nafasi gani ya kuwa rais mwaka 2030? My friend, hiyo wachana nayo. Hiyo wachana nayo kabisa. Hiyo ni ndoto ya mchana. Ndoto ya mchana. Sababu gani? Ataanzia wapi? Si lazima uwe na watu wako wakukupeleka mahali.
Waluya wako na na speaker, Waluya wako na Musalia. Nafikiri ni kwa sababu ya mgawanyiko wa viongozi. Wakati ambapo pengine viongozi watakuja pamoja na wamuidhinishe Masika Wetangula, Waluya watakuja pamoja na watampigia kura. Lini? Saa hii tumeanza. Atungojei, sisi tunataka united opposition saa hii. Mali united opposition yiko, mali natembea yuko, ndio watu wa mkoa wa Magharibi na Waluya wengine na hata jamii zingine ambao sio Waluya ndio mali wako. Kwa hivyo unasema kwamba hatma ya Moses Masika Wetangula pamoja na yule mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, pengine hatma yao ni mwaka 2027. Hata usipochunga hawatakuwa kwa government mwaka 2027. Usipochunga hawatakuwa kwa government. Wewe kama kiongozi, Bwana Lila, nataka nikuulize, wewe kama kiongozi unaweza taka watu wako wawe wapi? Unatamani wakwe kwenye serikali, sivyo? Mbona unataka kuwatoa kwa serikali? Serikali hatuoni uzuri wa serikali. Heri, wewe kumbuka hata baba juzi ule alikuwa baba Raila. The late prime minister. Yes. Raila ni lini amekuwa ameenda na serikali? Watu wake hakuna mwaka ile wanapiga kwa serikali. Raila alikuwa anapiga kwa opposition. Na akiwa na watu, ukiwa na watu, unaenda nao kwa serikali. So there is no need mtu akudanganye ati tuende kwa serikali. Serikali tunaenda kufanya nini? Serikali wacha tuende huko na nguvu yetu. Tumebeba mtu kama ni George Natembea, tumembeba na watu wote tuko na yeye nyuma yake. Tumwambie kura zetu ndio hizi 7 million za tuko nazo ndio hizi. Enda nazo kwa meza ya kitaifa. Mtu akisungumza hivi na wewe unasungumza hivi. Lakini mambo ya kuambiwa hapo ngoja tumalize hii alafu tutamwambia ile tunampa, hapana. This time no. No. Wewe ni kiongozi katika chama cha DAP-K vuguvugu la Tawe, lakini kuna mvutano kiasi. Kuna wale wanasema kwamba kuna pengine mvutano katika chama cha DAP Kenya, kwa sababu wengi wanadhani kwamba yule gavana wa Trans Nzoia George Natembea ana nafasi kubwa kumliko yule kiongozi wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa. Nasema kwamba mbona msimalize yale malumbano ambayo yapo katika chama cha DAP Kenya ndio mpate nafasi ya kutoka nje kuweka Wakenya ama kuweka jamii ya Mlembe pamoja? Hiyo ni mambo madogo sana. Wase tumechukua. Hiyo mambo madogo. Hiyo ni mambo madogo, hiyo tunamaliza. Hii vyama zote zile unasikia, hata UDA iko na mambo ya malumbano yao. Hata UDA Msai iko na malumbano yao. DAP iko na malumbano yao. Yani degree ya malumbano ndio tofauti. Lakini hapo hiyo mambo ni kidogo sana. Tunaenda kuyamaliza. Haina maneno. Kuna wale wanaona kwamba kama tayari haya mambo madogo yamewashinda kwa muda mrefu, mtaweza makubwa. Mambo madogo kama hayo yanawashinda, ya kuweka watu yanawashinda kwa sababu yamekuwepo kwa muda mrefu. Haijakuwa kwa muda mrefu. Mambo ya DAP kusumbuana haijakuwa muda mrefu. No. Hii ni mambo imeanza tu hivi karibuni. Na tunaenda kuimaliza. Tunaenda kuimaliza. There's no problem. Kuna wale wanasema kwamba Governor George Natembea is overrated. Ako? Overrated. Kwa nini? Kwamba ni mhemko tu, lakini hana chochote. Chochote ni nini? Hana ushawishi. Ni ile tu hana huo ushawishi ambao pengine watu wanafikiria nao. Yes. Wacha nikwambie kitu kimoja. Hata kuna mtu aliniambia kitu kama hiyo. Kuna mtu one of my best friends, ambassador somewhere, aliniambia Natembea hana mahali anaenda, hana structure, hana kitu. Lakini mimi nilimjibu nikamwambia kitu moja. Unaona wewe unaweza kuwa na mtoto wako msichana anasoma Alliance High School. Ametoka amekuja likizo nyumbani. Mtoto wako anasoma vizuri kabisa. Lakini amepata mtu wa bodaboda chokora fulani pale amembandika mimba.
mali Waluhya wako sahi, watu wa Western wako, Natembeya amewabandika mimba. So lazima usiseme ati Natembeya hana mahali anaenda. Yeye amefanya watu wa Luhya sasa wanasema kuna mtu hapa, kuna mtu hapa, kuna mtu hapa. Hata mali mimi natoka Vihiga County. Yes. I'm telling you, Vihiga County wanasema Natembeya ndio mtu wanasikia. Ukienda kwa vyombo za habari, ukienda kwa social medias, ukiangalia yale watu wanazungumzia mambo yanatembea, it's not the way they talk about Musalia Mudavadi. It's not the way they talk about Masika Wetangula, the speaker wetu. Those guys wote mimi nawajua. Musalia Mudavadi, mimi nimekuwa director of communication, sisi ndio tumetengeneza ANC party hapa Bungoma na marafiki wangu wakina Ken Sakajoz. Sisi ndio tumekuwa na ofisi hapa, mimi ndio nilikuwa nafanya. Wakati Musalia ametoka akapata hiyo kitu alipata, ofisi hiyo si ilifunga, haiko ya ANC, ilifunga, ilienda. So tutakaa na yetu tukiwa kwa nyumba gani? Area hata Ford Kenya, ingawaje Ford Kenya yenyewe ni mbalimbali makubwa sana katika Ford Kenya, iko na shida. Na Ford Kenya ni chama ile Wamalwa walituachia mimi nilipigana vita na Raila na Wamalwa Thika Municipal Stadium na Kombo mpaka tukashinda Raila, tukapewa chama cha Ford Kenya. Hata ukiona ikiumba namna hii na sukumwa namna hii tunakasirika sana. Yeah. So vile kitu iko tunataka watu wa jamii yetu ya Mlembe wapate kujua kwamba hata Mende wako na kiongozi wao, hata Muchwa iko na kiongozi, ina lead na watu wengine wanafuata. Nataka maoni yako kuhusiana na, kwa sababu mwanzo tu wa wiki hii kumekuwa na kikosi fulani ambacho wanasema kwamba pengine kitakuwa kinapigania urais mwaka 2027 kikiwa na lengo kubwa la kumtoa kwenye ofisi Rais William Ruto. Na wakasema in fact it was trending kwamba yule ambaye atapeperusha United Opposition atakuwa ni Stephen Kalonzo Musyoka, alafu kuna George Natembeya kwa deputy president, alafu kuna Fred Matiang'i kama prime minister, alafu kuna Eugene Wamalwa speaker of the National Assembly, alafu Martha Karua Senate speaker, alafu Honorable Rigathi Gachagua. Hatujui the authenticity of this, lakini wanasema Honorable Rigathi Gachagua 50%. Lakini nataka tuzungumzie pale juu kidogo, ikiwa ni Kalonzo Musyoka na George Natembeya. George Natembeya sio kiongozi wa chama cha DAP Kenya. Eugene Wamalwa anasema kwamba awe kama speaker of the National Assembly. Uone kwamba bwana Alila pengine kutakuwa na mvutano, kwa sababu politics is about interest. Sure. Yes. Wakati ambapo unamweka George Natembeya pale kama deputy president, yeye sio kiongozi wa chama cha DAP Kenya. Hawa ni viongozi wa vyama. Ndivyo nilikwambia hapo awali, nikakwambia haya mambo tuko nayo na tunayatengeneza. Kwa mambo ya DAP vile tunaipangilia, wewe hapo tunajua vile tunataka kujua. Tunaimaliza sasa, nataka kujua. Bado kuna step. Sasa hii unajua ukiruka mto unaruka kama umefikia. Na sasa tunafikia mahali tutaanza kuruka mto. So hiyo kwa wakati huu just give us time kidogo, mtaona vile mambo inaenda. Na vile ya kwanza nimekuambia, sababu Natembeya tumeona awe deputy. Kama ni hivyo, ni wale watu anakuja nao, ni kura zile anakuja nazo. Wacha nikwambie, unajaribu kuniambia kwamba Eugene Wamalwa hana huo ushawishi kama yule gavana wa Trans Nzoia George Natembeya? Hata kuota yake, hata kuota wesilinganisha. Hawa wawili, Eugene tutajuana, ananijua, mimi namjua, tumefanya naye kazi, ni huwa namshauri mambo mengi. Lakini yale ukweli ni kwamba Eugene hata kuota yake haiwezi fikia Natembeya. DAP Kenya
it's DAP because of Eugene Wamalwa. Yes. Yes. Yeah. Na unasema kwamba hana ushawishi? Hana ushawishi. Unaweza ni vile tu wewe unaweza kuwa hata na watoto wako kwa boma, lakini huwezi kwa control. Kumaanisha kwamba ile boma litasambaratika. Litasambaratika. Wacha ni inamaanisha kwamba pengine DAP kufikia mwaka 2027 itakuwa imesambaratika. Itasambaratika only kama tutakuwa Eugene amekatalia. Akikatalia haitakuwepo. Tutakuja na kitu chochote, hata kama ni Masolia party tutaingia na. Kuna wakati nilisikia sema karibu miezi 5-6 ambayo imepita 4, nilisikia kwamba kuna hiyo azma ya kufungua chama kipya katika chama cha DAP kutoka chama cha DAP Kenya. Hiyo siwezi kuzungumzia saizi kwa sababu sina ukweli na ukweli. Wewe ni mkuu wa mawasiliano yes, chama. Yes. Hiyo ni hearsay. Hiyo haina ukweli hapo kabisa. Lakini ikifikia it will come. Ikifikia it will come. Yeah. But for now, what we know, tunaweka watu wetu wajue kwamba kura yetu ishaharibika kwa muda mrefu sana. Kura yetu imeharibika kwa muda mrefu sana. Unapata watu wanakuja DAP inachukua, unachopata ODM inachukua kura zetu wanaenda nazo. Unapata kama UDA inachukua kura zetu inaenda nazo. So tunabaki hatuna nguvu. That's why tumesema this time round kura yetu inaenda mahali pamoja, na tunatuma nayo George Natembeya aende nayo mahali atatupeleka nayo, ndio tutaenda nayo. Bwana Lila, unasema hivyo, lakini unajua kura pia ni tofauti kidogo. Katika kura za mwaka 2027 hamna ile njia ambayo mnaweza tumia nyenye kama viongozi, tuseme viongozi katika chama cha DAP Kenya, Ford Kenya, ANC livunjwa, vyama kutoka eneo la magharibi, na mje pamoja kama viongozi, kwa sababu mkitaka kuweka kura katika kikapu kimoja lazima mje pamoja, la sivyo kuna wale watapigia kule, watapigia mwingine, wapigia mwingine, kura zitaenda kama kawaida. Hiyo ni ukweli. Yes. Lakini ninakuambia wakati huu ukweli ni kwamba gavana Natembeya hizi na kura zote kutoka eneo la magharibi. Kwa nini unasema hata enda nazo zote? Kwa sababu yeye kuna wafuasi wa Moses Masika Wetangula, kuna wafuasi wa Musalia Mudavadi ambao wapo katika serikali. Ni kweli. Yes. Na unajua ile kazi tunafanya sisi, tunafanya ile kitu tunaita kuelimisha watu wetu, na tunaelimisha watu wetu, na watu wengi, hata watu ambao si wa Waluya, si watu wa magharibi, watu wanaelimishwa kuhusu kura ni nini na kura ina faida gani na kuwa pamoja ni nini, and that's what we are doing now. Yeah. Civil education ndio tunafanya saizi. Mnawaelimisha, lakini amuwaambie kwenda kuchukua kura, kwa sababu ni idadi ndogo sana ya watu ambao wamechukua kura katika eneo la magharibi. Watu wetu hawakuwa najua hii sababu ya kura, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, watu wetu wanajua mtu ukumpa kura anaenda na anapotea, utamuona tena wakati wa kura ingine ikifika. But this time tunaambia watu wetu wachukue kura, vijana wachukue kura, wawe na kura tayari. Wakishakuwa na kura tayari, hiyo mwelekeo hii tuko nao utaanza kuonyesha matunda huku ikianza kurudi, kwa sababu watu watakuwa wamepiga kura. Sio lazima tupate president, lakini tunataka tuweke kura pamoja ili tumwambie Mheshimiwa Natembeya, kura za watu wa magharibi ndio hizi, beba, enda nazo mahali unatupeleka, we are with you. That's what we want. Mnataka kumpa gavana George Natembeya, yeye asimami kuwa gavana mwaka 2027, kusimama kwa kura za ugavana.
Natembea si umesikia vile amesema? Wewe umesikia kabisa. Natembea amesema yeye anataka kuwa kwa meza ile ya national table. Na tumpe kura aende nazo. Nasema hivyo kwa sababu pia katika kura za mwaka 2022, kura za mwaka 2017 tulimuona Speaker Moses Wetangula. Wale ambao wanafanya betting watakwambia ni double chance, kwamba anaekeza huku na anaekeza huko, kwamba iwapo kama tutachukua serikali basi mimi nitabaki kuwa senator. Iwapo utachukua serikali basi mimi nitakuwa Speaker of the National Assembly. Hapa kwa gavana Natembea, ataendea ugavana, ataweka double chance ama atafanyaje? Hakuna double chance hapo. Gavana sisi tunamwambia aende juu. Wacha hapa. Gavana Natembea anaenda president ama deputy president. Mambo mawili. Hakuna kitu kingine ya ugavana hii. Hivi gavana ya Trans Nzoia tunaipangia. Don't you think he's rushing things? Why? He's rushing how? Nimekwambia Natembea sisi ndio tunamleta. Sio he's rushing. Sisi ndio tunamleta. Tulimtoa kwa kazi yake. Tukamwambia kuje aingie kwa siasa, atokee Trans Nzoia. Ni kama mnampotosha sivyo? Ni kama mnampotosha kwa nini? Wakati tulimwambia simame Trans Nzoia tumpe kura, si alisimama na tukampa kura. Si alisimama tukampa kura. Na tena tunamwambia aende juu, apite hiyo. Na tunaenda kumpa kura. Do you think you are biting more than you can chew, bwana? Mr. Lili. Kama mnamdanganya gavana Natembea. Tunamdanganya namna gani? Sababu alipigia, unajua kura za ugavana ni tofauti sana na kura za urais. Tofauti. Tuangalie chama cha DAP Kenya. Uongozi wa DAP Kenya upo wapi? Eneo la magharibi peke yake. Chama cha DAP Kenya kipo katika eneo la magharibi peke yake. Yes. Lakini ndio ukuwe rais lazima upatikane katika kila sehemu ya nchi. Angalia chama cha ODM. Yeah. The bargaining power ya Raila Odinga ambaye alikuwa nayo. Yeah. Chama cha ODM kipo katika kila eneo hapa nchini. Angalia chama cha UDA. Kenya ni eneo la magharibi. ODM ishatoa president. Haijatoa, but the bargaining power. Yeah. Ile kwamba ukiangalia kama mheshimiwa marehemu Raila Amolo Odinga, yeye hata kama angepoteza kura, lakini wakati ambapo wanaenda kuna ile akipatana na rais, unaona miradi inaenda kule eneo la Nyanza. That is what you are saying this time. Look at DAP Kenya. Yeah. Just DAP Kenya. Yes. Tumeanza kuikuza. DAP Kenya haijamaliza hata miaka 10. Unajua? Ndio tunaikuza sasa. Na hii DAP Kenya inaenda kuwa chama kikubwa. Only inafaa kuwa na hiyo sura ya kitaifa. Imeanza kuwa na sura ya kitaifa. Ninakwambia kama DAP Kenya, Eugene will swallow his pride na aseme we want to go. Aseme Natembea kanyaga hapa, nenda. Tuta surprise Kenyans. We are going to surprise Kenyans. Na Eugene akisema kwamba Natembea usikanyage hapa. Akisema hivyo, well and good, na yeye hata kuwa na mahala naenda. Kwa sababu watu wanaweza toka. Natembea mahali akitoka saa hii mahali akitoka mahali Natembea akienda mahali ataenda mahali popote. Kura ya Mluya iko na yeye. Na sikuambii kwa uongo. Mimi, by the way, mimi nilikuwa kwa kikundi kilichokuwa kinakaa Silver Spring Hotel Nairobi, tukitengeneza vile Kibaki anachukua kura. Dr. Noah Wekesa ndiye alikuwa chairman, Nyamwea akiwa secretary. Sisi tulikuwa tunakaa kwa hiyo kamati ya kutengeneza president. Tukampa Kibaki president under Wamalwa kijana akituongoza. Ni nini itatuzuia kutengeneza Natembea apate uongozi? Unajua kuna yule ambaye anakutazama na anasema kwamba mlikuwa katika kikao ambacho kilikuwa kinamtengeneza rais, lakini hamjaitengeneza wenu. Ndio tunataka kutengeneza. Tunataka kutengeneza wetu.
Hatukukuwa na mtu wetu ambao alikuwa serious. Wakati Musalia alisimama 2013. Musalia alisimama 2013. Yes. He was not serious. Musalia was not serious. Hakukuwa hata na marafiki wa nje. Musalia when he was Jeremiah Kioni alikuwa hata hakumpa hata kura moja because alikuwa anatumia watu fake. Musalia Mudavadi wakati alikuwa minister wa local government, ndio that time ndio angelijenga, kwa sababu local government ulikuwa unaenda mahali popote katika hii nchi na uweke misingi. Wacha nikwambie this time round we are not going back forward ever with Natembeya. Uoni pengine, unajua wakati ambapo tunakaribia katika siasa za mwaka 2027 bwana Alila Moti, nataka uniambie, uoni kwamba kwa sababu serikali ina pesa, uoni pengine kunaweza rais akiona kwamba pengine United Opposition wana uzito fulani, uoni kwamba kuna mambo yanaweza fanyika kuanzia sasa kufikia mwaka 2027 kwamba kuwepo na mgawanyiko katika United Opposition? Hiyo yote tunaitarajia and we are set for that. We are ready for it. Mambo ya kugawanyisha mgawanyiko. How are you going to stop that? Yeah? How are you going to stop that? There are cards that I can play on table here, and there are others we are hiding behind the table. I cannot tell you. I cannot play it here. We know what to do when that time comes. And that's why ninaambia watu wa Malaba. Na nilikuwa nataka tuzungumzie hiyo kwa ufupi tu. Unasema kwamba you will tell me when that time comes. Lakini unajua haya yote ni kwa sababu ya pesa tu. Yes, lazima mara nyingi ni pesa. Unajua tafadhali wacha nikuelezee. Watu wakikupenda, yes, uwe na pesa ama ukose pesa, watu wakikupenda. Unakumbuka Martin Shikuku, the former MP wa Butere? Martin Shikuku hakuwa analipa mtu pesa, lakini Martin Shikuku alikuwa anapewa kura. Na kuna watu wengi sana tunajua wale ambao wanaweza pita kura na bila hata sasa pesa. For example, huyu kijana wetu Sifuna. Unaona Sifuna? Sifuna amejijenga jina peke yake mwenyewe. Naona amejijenga. Sifuna kikuja hata Vihiga kusimama gavana, Vihiga atachukua. Alijaribu hapa Kandui, ilimshinda. That time it was not right. Sasa ameiva. Na ndio tunasema tunamshauri mheshimiwa Sifuna asiende kuchukua ministry ya miaka 2, hiyo itamharibu. Asichukue, wacha kae vile amekaa hapo. Yeye ndio ODM na yeye ndio kila kitu, na akitoka kwa ODM aende kunyamazishwa na ministry, mambo yake itakuwa imekwisha. Tarehe 27 kutapigwa kura za uchaguzi mdogo katika eneo la Malava. That's a litmus paper, litmus test kwa chama cha DAP Kenya. Mkipoteza kupoteza kwenyewe sioni. Mahali pa kupotezea Malava sioni. Hiyo sahau. United Opposition, yule msaidizi wa Rais Faruku Kibeta amekita kambi kule Malava. Na sisi unajua na mimi nikitoka hapa naenda wapi? Nikitoka hapa naenda kupiga kambi Malava kuanzia leo mpaka tumalize kura. I've done it and I've done it, na mimi ninajua. Mimi kura last general election mimi nilipigia kura yangu. How successful have you been wakati ambapo unapigia wengine kampeni? For example, last general election, yes, mimi nilipigia kura yangu Webuye East. Nilipiga kura 6, nilianguka kura moja ya MCA peke yake Maraka ndio nilianguka, lakini hizi zingine zote zilienda through vile nilikuwa nimepanga na nikapangia watu. Kampa Ruto kura,
nikampa speaker huyu kura, nikampa Pepela kura, alafu vile na Wabilianga nikampa kura. So vile nilipiga kura 5 zilienda through. It's only kura moja ilianguzwa ya MCA peke yake. Lakini mara nyingi na kutoka zamani, yes, kutoka zamani hata enzi za Moi, hata paka kwa Kibaki, mimi sifanyi vitu ya kubahatisha kwa kura. And from here I'm going to Malava. Lakini unajua Malava, eneo bunge la Malava limepigia wale viongozi ambao wapo katika serikali. Yes. Uone kwamba itakuwa vigumu sana kwa Seth Panyako kushinda uchaguzi huo. Seth Panyako ndiye anachukua kura ya Malava. Si ya Malava, ni Seth Panyako anachukua. Mimi niende kupika huko kambi. Senator Khalwale apige huko kambi. Na tukuje tumalize governor Jeff natembea kuje huko. My friend, serikali na nini? Faruku, wewe ushamwahi kumuona Malava siku nyingine kama sio kwa hii wakati wa kura? Lakini yuko huko. Yeye yuko na sisi tunaenda kuwa huko. Si vibaya. Yeye yuko na Faruku amekuwepo kwa muda mrefu sana kule Malava, bwana Alila, na it seems to be resonating with the people of Malava, by the way. Wakati ambapo anazungumza hadi Kiluya. Yeah, anasema kwamba tukimaliza mwaka 2032 nyinyi ni majirani, tutawapa tu. Na ni kama wakazi wa Malava wamempenda sana. Wani kwamba itakuwa vigumu sana kwa sababu pia ni serikali. Unafanya mimi nacheka asubuhi hivi, na ni vizuri kucheka. Mimi nimekuuliza, Faruku yeye ndiye anastahili kutupa president, yani kutuambia mtu yule tunastahili kumpa yeye. Lakini unajua ana ushawishi mkubwa. Ushawishi wa nini? Faruku hana ushawishi katika eneo la magharibi. Na tunaenda kufunza yeye lesson kupitia kwa hiyo kura ya Malava. Kura ya Malava tunachukua kwa pia anaungwa mkono na gavana wa Kakamega, Fernandez Barasa. Viongozi wengi kutoka kaunti ya Kakamega. Barasa yeye yako kwa kazi yake. Ukiona Malava peke yake, maendeleo gani iko Malava? Ile Barasa ameshafanya huko Malava ni nini? Faruku ni maendeleo gani wamefanya huko? Saa hii ndio wameleta matrakta. Na hizi matrakta zitakuwa kama zile Kipipiri constituents. Kipipiri constituents wakati wa Moi walisimamisha mahali Kimunya anatoka. Amos Kimunya. Yes. Unajua Moi alileta huko miti za stima na kaleta. Wakati walianguka kura, miti hizo zote zilichukuliwa na zikarudishwa kwa power. So hii vitu ya kudanganya watu kwa sababu watu wanaona kura, watu wa Malava lazima waamuke na waone mbele. Hatutaki wabaki nyuma. Sisi kama jamii ya Mlembe tuko nyuma ya Natembea akituambia left, akituambia right. Akituambia fire. Alila Moti, nataka uniambie ni sababu zipi ambazo unahisi kwamba, kwa sababu you seem to be very sure kwamba kile kiti cha ubunge eneo la Malava kwamba Seth Panyako atanyakua. Nipe sababu ambazo pengine unahisi zitachangia pakubwa sana Seth Panyako kushinda uchaguzi. Seth Panyako alikuweko mbeleni hapo kwa kura. So unajua alikuwa mbeleni. Alikuwa namba ngapi? Namba 2. Hizo kura zake si bado yuko nazo. Na tunaenda kumuongezea zile ambapo alikuwa nazo, na tunaenda kumuongezea zingine. Sasa ni nani atamshinda? Kama yule rafiki yangu Ndakwa amewacha kazi, resign kama MCA, anataka kupewa ile kura ya juu ile. Mimi naambia watu wa Malava, mko na bahati kubwa sana. Angalieni hivi. Is that how you do your calculations? Yes, that's what I'm doing. That's my own calculation. Kwamba yeye bado amesalia na zile kura. Zipo. Nikupe mfano, nataka kuniambie. Yeah. Rais William Ruto amesalia na zile kura ambazo alipata
katika uchaguzi wa mwaka 2022? Siwezi jua. Ingawaje yangu ilitoka. Nilimpa yeye, lakini saizi ilitoka. Lakini pale tunaenda kuichukua. Ushawahi kuchukua kura? Nimepiga kura. Kuchukua ni kufanya kuiba. Kuchukua kura. Tunaenda kuchukua kura hiyo. Kuna Alila, nataka kabla hatujamaliza, kuna wale wanahisi kwamba ni muamko katika eneo la magharibi kwamba baada ya kifo chake aliyekuwa waziri mkuu na pia kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga, na ni ishara kwa jamii ya Mlembe kwamba ni wakati ambao pengine umefika wao kuja pamoja na kuwa na chama ambacho kina ushawishi fulani, ukubwa fulani, sawia na ODM. Kwa sababu kuna wengine wanasema kwamba huo ushawishi ambao Raila amekuwa nao, yule Oburu Odinga hawezi, kwamba yeye hawezi toka kule Bondo akuje pige kampeni hapa Kakamega na wakazi wa Kakamega wampe kura tena gavana Fernandez Barasa. Wakati huo Raila Odinga angekushika mkono, hata George Natembeya Raila alimshika mkono akampa kura. Oburu Odinga hana ushawishi, na kuna wale wanahisi kwamba eneo la magharibi haswa jamii ya Mlembe ni wakati mwafaka sana wa kuja na kile chama ambacho ninaweza kwamba it's a dominant party na kitakuwa na ushawishi mkubwa. Hilo linawezekana? Inawezekana. Kuna uwezekano mzuri sana, kwa sababu nimekuambia vizuizi za mtu wa kutoka magharibi. Tumekuwa na watu wa nje ndio wamekuwa wametusumbua kwa muda mrefu. Hatujakuwa na mtu wetu wa kujitokeza jinsi George Natembeya amejitokeza na kutuambia mambo yale yanastahili watu wa magharibi tuwe nayo. Kila mara sisi huwa tunaambiwa tuwe kwa serikali, tupige kura kwa serikali. Hata hapa Malaba unasikia watu wanasema kwa nini mpige kura kwa mtu ambao hayuko kwa serikali? Unajua katiba ya Kenya inasema vizuri kabisa, mtu yoyote yule amepigia serikali na yule hajapigia serikali, maendeleo inastahili kwenda kwake kwa sababu analipa ushuru. Hiyo ni katiba tu, lakini yanafanyika hivyo kwa sababu mara nyingi tunaona kwamba wakati mwingi tunaona wakati ambapo pengine kura zinapigwa, unapata kwamba kiongozi anazungumza kama rais anasema kwamba ama mara nyingi unaona kwamba kuna maendeleo hayapelekwi sehemu fulani. Ni katiba tu, lakini vitendo ni tofauti. Ndio tunataka kutoa hiyo mambo ya katiba tofauti na uongozi tofauti, kwa sababu kama wewe ni kiongozi, kama president wetu, anastahili kufuata sheria vile ilivyo. Sio ati urafiki, sio ati huyu alinipigia kura. Sheria tuko nayo na inasema kila mwananchi mahali popote apate maendeleo kwa sababu yeye analipa ushuru. Ushuru wako ndio unastahili kumpa wewe kura na maendeleo yako. Lakini kama itakuwa hawakunipa, sasa for example, watu kutoka Nyanza hawakumpa president kura, hawakumpa lakini kwa sababu wanapiga kura yao pamoja, unaona maendeleo ilikuwa inaenda Nyanza, kwa sababu Raila alikuwa anaingia kwa serikali na watu, na kweli anaonekana hako na kura mingi. Na ndio tunataka kufanya hivyo kwa Natembeya. Tumpe Natembeya kura zetu zote. Hawa ndugu zetu kama wakina Msalia, wakina speaker hawa, tutawatafutia vitu ya kufanya kama vile tunataka. Ninawaambia watu wa Malaba hivi, wako na bahati. Kwa sababu ya nini? President anataka Ndakwa na wananchi tunataka Seth Panyako. Alafu hata Ndakwa akianguka, is my friend, najuana naye, hata akianguka president hawatamuacha bure, watampa yeye kazi. So watu wa Malaba watakuwa wamefaidika, watakuwa wako na Seth Panyako MP na Ndakwa apeleke parastato, asimamie parastato. Watu wa Malaba wako vizuri na wasipoteze zote hivyo. Aha.
kuna hivi majuzi tumeona mmekaribisha viongozi tofauti katika chama cha DAP-K. Kuna yule aliyekuwa mbunge wa Likuyani Enoch Kibunguchi, Yeah. na baadhi ya viongozi, Yeah. Nataka unieleze kuhusiana na hilo. Mna azma ipi? Sisi azma yetu tunataka watu wakuje wengi, vile tulianza tu kusema chama iwe na watu wengi. So sisi tumewacha open, watu waingie kama vile Kibunguchi ameingia, sisi tumefurahia. Wacha kuwe kwa chama, tulinde chama ya DAP iendelee. Ndio iko magharibi saa hii, ile chama tunaweza kusema inaweza kuzungumza mambo mahali watu wasikie. So hiyo haina makosa, tunataka watu wakuje. Yeah. Na tukimalizia tu, unajua wakati ambapo unasema kwamba tuchukue kura tuweke katika kikapu kimoja, na tunazungumzia jamii ya Mlembe. Hapa eneo la magharibi kuna jamii tofauti, kuna Wateso, kuna Sabaot, kuna watu kutoka sehemu tofauti. Nyinyi kama chama pengine umeketi chini na kusema kwamba we are also going to involve them one way or another? Nafikiria wakati nilianza hapa nilisema katika mkoa wa magharibi tuko na jamii, hata Wateso wako na tuko Wasaboti wako na hata Waindi wale wanaishi hapa. Kuna wale hata wakazi wa kutoka wa Kisii nini wale wako hapa katika mkoa wa magharibi. Wote tunawaweka pamoja. Hata in fact wacha unikwambie Trans Nzoia, mimi kura yangu nilipigia hapa, lakini usawishi mwingi wa kura nilipeleka Trans Nzoia ili Natembea apite, naye akapita. So ile kitu tuko nayo kama mimi, usawishi wangu, ninasawishi watu kwamba watu wetu waweze kuweka kwa kikapo kimoja kura yetu. Hata kama tukitaka kwenda kwa Ruto, tuende na kwa Ruto na kura yetu. Sio yeye atuambie vile tunapanga kura yetu. Unasikia? Sio mtu atoke mbali akuja tuambie vile tunapanga kura yetu. Hapana. Sisi tupange kura yetu. Hata Faruku akitaka kutupeleka sasa kwa Ruto, na sisi tuko na kura yetu, na tumwambie huyu mtu tumempa kura yetu ndio huyu bwana George Natembea, enda akae na Ruto, waende wasumamalizia nini. Lakini unajua kwamba kuafikia hilo pia kutakuwa na huo mvutano kidogo, kwa sababu jamii ya Mlembe sio rahisi kupiga kura kuweka kura katika kikapu kimoja. Nimekuambia hilo. Nimekuambia yes. Imekuwa hivyo mbeleni, hatujawahi kuweka kura yetu mahali pamoja. Mahali tulijaribu kuweka kura pamoja kidogo ni wakati wa Malwa Kijana alitusawishi. And you feel that Governor George Natembea is going to achieve that? Yes. And he has started. And we are moving. For example, tulianzia Vihiga wote wamekubali. Tukaenda Mumias kwa Nabongo wamekubali. Tunaenda Busia. Alafu tukuje Trans Nzoia. Alafu tukuje hapa Bungoma. Alafu tuende tumalizie Kakamega. Alafu kila mtu atakuwa naimba wimbo wa nani? Wanatembea. Chama cha DAP-K ama tawe? Nakwambia DAP ita survive kama Natembea atakuwa pale mbele, lakini DAP Natembea asipokuwa pale mbele sijui, lakini we are ready for anything. Alafu mimi naweza kushauri tu kidogo mambo ya tuseme kwamba mimi ningelipenda wale watu wanafanya na president kazi wawe washauri wake wazuri. President amechagua ma-SCS wengi wazuri, lakini hawamsaidii kazi. Sasa kama hii sheria amesign ya mambo ya vyombo za habari, mambo ya social media, cybercrime, sijui ni nani alimshauri.
unajua mimi nilikuwa 2-3 years nilikuwa UK na nikakutana na another guy there. He's a Kenyan. I think he's from this area. Anaitwa Dr. Martin Koyabe, a doctor of IT. Mtu ule amesomea mambo ya ushauri wa cyber. Watu kama hao, mimi ninaweza kusema president kama anajua mtu kama huyo, amtafute, atume watu watafute watu kama wakuja wamfundishe ni nini inahitajika, kwa sababu kufungia watu vitu vya kuzungumza, na mimi nimekuambia sisi tunatumia simu kwa kuzungumza kwa maredio, kwa kuzungumza kwa ma TV tunatumia simu. So ikiwa tutakuwa limited, hatuwezi kufanya vitu ile inafanya tuongee, itakuwa ni vibaya sana. Mimi ningelisema tu president kama anasikia atafute mtu experts. Kama nimekuambia wakati nilikuwa UK nilikutana na Dr. Martin Koyabe. That guy anafundisha nchi zote ulimwengu mambo ya cyber. Atafute mtu kama huyo. Hii watu wanakosa kumsaidia kazi, ndio unasikia watu wanasema president ni mbaya, lakini hana president watu wake, yani CS wake wote, hata ukisema Oparanya huyo hawezi kumpa yeye solution ile ya cooperative, anaongoza president mwenyewe aende kufanya. Kama roho yako bado iko huko, maliza twende. Okay, sawa. Mimi ninasema kwa watu wetu, wale ambao wametuona tukizungumzia, tunasema tuwe pamoja, tushike kura, tuangalie mbele. Kama mimi miaka yangu inaenda, sitaki kuacha jamii yetu ya Waluya, ya watu wa mkoa wa Magharibi kama bado tunayumba yumba. Na wacha nikwambie, unaona hii station hii zamani ilikuwa inaitwa Nahalondo. Unajua ni nani aliweka jina West FM? Ilikuwa mimi, Alila Josephat Alila Moti, 1986 2006 nilileta meeting hapa, wakona Fora Wasiganga, wakina former councilor, former mayor wa Kakamega Matias, wakina Kefa Juma, hawa wote niliwaleta hapa, tukakuwa na meeting, happy moments, na tukatoka hapo tukasuggest, tukasema tukuje kwa hii station tuwape jina, na hiyo jina West FM ilitoka kwangu. Na mimi ninashukuru kwa sababu angalia vile imeenda, paka na TV, tuko na radio, tuko na Mumbo, tuko na, yani nafurahia ukifanya kitu kama hiyo uone kinaendelea. You thank God. That's why I'm saying I'm praying for Natembea. Twende mbele. Haya, na mtazamaji, sisemi kitu, dakika 13 hizo baada ya saa 2 asubuhi studioni nimekuwa naye bwana Josephat Alila Moti ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano katika vuguvugu la Tawe. Tumezungumza mengi sana, lakini tutakuwa tunazungumza baadaye bwana Josephat Alila, tutapata nafasi nyingine muda mrefu na tutazungumza. Asante. Na mtazamaji usiende mbali, nikirudi tutakuwa tunaingia katika awamu ya pili ya West TV Staftahi. Usiende mbali, mimi naitwa Felix Okubasu. Thank you. Asante. West TV, tazama.